Naam, mambo vipi mtazamaji wa Trend TV? Bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update hii hapa, na hii leo bwana inahusiana na kitu ambacho amekizungumza huyu hapa bwana, si mwingine bali ni Mwijaku. Mwijaku bwana amezungumza jambo ambalo limeonyesha kama vile kuna watu wameona kama vile labda ameanza tena kumsaliti Harmonize, kutokana na kwamba Mwijaku amemwaga sifa nyingi na nzuri kwenda kwa Diamond Platnumz kutokana na mafanikio ambayo Mwijaku ameyapata, na ni kitu ambacho kinaeleweka vizuri tu. At this point ni kwamba watu wengi sana wanaelewa kabisa kwamba Mwijaku bwana amefanya mambo makubwa mno. Yaani Mwijaku bwana amefanya mambo makubwa, kwa sababu ukiangalia ni kwamba huyu jamaa bwana amekimbiza na amekimbiza sana kwenye mambo yake ya uchawa na nini, na mambo ya brand deals za hapa na pale. Amekuwa influencer mkubwa tu hapa Tanzania, na hiyo imemtengenezea revenue nzuri, yani kipato, na jamaa ameamua kuzungumza kutokana na mafanikio ambayo ameonyesha hivi karibuni baada ya kujenga nyumba kubwa tu aina ya gorofa huko Kigamboni. So Mwijaku kufuatia kwa birthday yake ambapo amereveal au ameonyesha nyumba yake ambayo amejenga kule Kigamboni, ameamua kutoa shukrani zake kwa watu ambao wamechangia mpaka yeye kufika pale, kwenye upande wa ushirikiano wao ambao amemuonyesha kwenye upande wa kumpa madili na kupiga pesa. Mwijaku ametoa shukrani kubwa kwenda kwa Diamond Platnumz. So hicho ndo kitu ambacho Mwijaku amekifanya, na bila kujificha, bila kupiga danadana wala nini, ni kwamba Mwijaku bwana amenyoosha Kiswahili, akiwa ameeleza wazi kabisa kwamba kupitia ukurasa wake wa Instagram ameweka posti ya video ambayo yuko na Diamond Platnumz, alafu wanapeana mikono, alafu hapa akaweka caption hapa ambayo inasomeka kwamba #ukweli. Siwezi kupinga ukweli. Safari yangu ya kwanza kabisa ya World Cup kule Qatar, na malipo yake ndiyo yalionifanya ninunue eneo na kuanza safari yangu ya kujenga kasri langu la ndoto yangu. Ameandika hivyo Mwijaku. Akaendelea kusema kwamba ukweli usemwe, ulinipa riziki kupitia kampuni yako, nami nikaitumia vizuri. Sitaki kuwa mchoyo wa kushukuru, na kumbuka tulipokuwa Qatar uliniambia kuwa pambana, wakati wako ndio huu DC. Nami nikaichukua hiyo kauli. Mwijaku anasema hivyo kwamba Diamond alimwambia Mwijaku kwamba apambane, huu ndo wakati wake. So yeye akasema kwamba na yale maneno ya Diamond yeye Mwijaku akaamua kuyafanyia kazi. Akaendelea hapa Mwijaku kusema kwamba tarehe 5 mwezi wa kwanza mwaka 2024 nimekamilisha ndoto yangu kupitia kampuni yako. Ilinipa mkataba zaidi ya miaka 2 na malipo ya kila mwezi, na nikatumia kama sehemu ya uwekezaji wangu, kama sehemu ya uwekezaji kwangu. Nasema asante Mwambino. Ameandika hivyo Mwijaku kwa herufi kubwa kuonyesha msisitizo. Akamtagi hapa Diamond Platnumz, akasema kwamba sitaki kuja kusubiria kwamba ukifa au nikifa ndio yasemwe haya. Ulinifaa wakati wa shida na wakati wa mahitaji muhimu. Asante kwa Don Fumbwe. Huyu ni mhasibu wa Diamond Platnumz hapa. Amemwandika pia Mwijaku, amesema kwamba asante kwa Don Fumbwe. Nakumbuka mzigo ulionipa Magomeni usiku wa saa 2 baada ya kupokea simu kutoka kwa Mwambino ndio ulizaa uwekezaji huu. Asante. Ameandika hivyo Mwijaku. Akaendelea kwamba asante kwako kwa kuwa hukunizungusha kunikabidhi na ukanikabidhi haki yangu. Nimshukuru pia mama mzazi wa Mwambino, akamtaja hapa Mama Dangote, akasema kwamba ulinipa ushirikiano mkubwa pale Qatar, na kuniambia kwamba fanya kazi, usaidie familia yako na niache chuki binafsi. Nikakwambia simchukii Mwambino, but nikuchangamsha mitandao yetu. Asante kwa kunielewa mama yangu. Alisema hivyo, ameandika hivyo Mwijaku. Akaendelea hapa Mwijaku kusema amemshukuru pia Mama Dangote, akasema kwamba haya mengine ya mitandao ni sehemu zetu za kunogesha game na kuhakikisha tunapambana kukuza burudani. Mwijaku ameandika hivyo kwamba na kuhakikisha tunapambana kukuza burudani. Akaendelea kusema kwamba Mwenyezi Mungu aendelee kuwapa fikra za kuwasaidia wengine kwa kuwapa kazi na kuwapa usia
na kutumia vizuri vipato vyao wanavyovipata. Asante, hii ni kwa Mwambino. Ameandika hivyo Mwijaku. Akaendelea kusema kwamba Mungu akubariki wewe na kizazi chako. Sema na mimi pia na kushauri oa mkubwa wakati wako huu, na wewe pia muoe Zuchu na upepo wako utaenda vizuri. Ameandika hivyo Mwijaku. So Mwijaku kitu alichokifanya ni kitu ambacho watu wengi sana hawawezagi kufanya. Ni kama kuna watu labda walikuwa wanadhaniaga kwamba maybe Mwijaku ana chuki binafsi, yani ana vitu personal against Diamond, yani kwamba anamchukia Diamond. Lakini hiki kitu ambacho amekifanya hapa Mwijaku kinaonyesha wazi kwamba yeye kweli kama anavyosema kwamba haya yote anayoyafanya kumkandia Diamond na nini ni kwa ajili tu ya kuchangamsha game, lakini hana lengo labda la kuonyesha chuki au vipi. Hapana, lengo lake ni kuchangamsha tu game, na ndio maana hata kwenye mafanikio ambayo ameyapata amewakumbuka mpaka watu ambao walimsaidia kwa namna moja au nyingine, kumpatia madili, endorsement na vitu vingine kama hivyo, akatengeneza pesa nzuri na kwenda kununua kiwanja Kigamboni. So hicho ndio kitu ambacho amekifanya Mwijaku, na ni kitu kizuri, by the way, lazima apewe credit zake. Lakini hakuishia hapo, ni kwamba hapa sasa katika comment section watu ni wengi sana wamekuja kuweka maoni yao. Kwa mfano hapa Riyama Ali amekuja ameandika hapa kwamba mashallah, pongezi zaidi kwako. Mashallah, pongezi zaidi kwako, Mwenyezi Mungu akujalie, usipungukiwe, amina, ufanikiwe mpaka ushangae. Ameandika hivyo Riyama na kumtagi Mwijaku. So hiki ni kitu kizuri sana, na watu wengi sana inaonyesha kwamba wamependa kitu ambacho Mwijaku amekifanya. Kwa ndugu yangu nasema kwamba bwana, wakubwa ndio tunajua humchukii huyu mtu, na ndo msanii wako namba 1 Tanzania. Kumpaisha hamo unatafuta njia tu. Umeona bwana? So kuna watu wameona hivyo kwamba Mwijaku kwamba yeye anamkubali Diamond, lakini ili content zake ziende inabidi aonyeshe kama vile anamkosoa na kumchukia Diamond, lakini basically yeye mwenyewe anafanya hivyo kama sehemu ya kuonyesha jinsi gani ambavyo yeye anatengeneza career yake kwenye upande huo wa mambo ya kichawa na nini na vitu vingine kama hivyo. Lakini at the end of the day ni kwamba ameonyesha kwamba ana appreciate kila kitu ambacho Diamond amekifanya kwake, hususan kwenye swala zima la pesa ambazo amepewa baada ya kupata madili na vitu vingine kama hivyo pale Wasafi Bet. Lakini ya kuishia hapo, kuna watu wengine hapa wamekuja wamesema kwamba hapo hata mimi pia sikupingi leo, umeamka vizuri na Mungu atakuongezea dili lingine inshallah. Umeona kuna watu hapa wamesupport sana kitu ambacho amekiandika. Kuna mtu hapa amekuja amecomment kwamba safi Mwijaku. Kwa mtu anasema kwamba bwana, hongera sana DC. Ni kiasi gani unaonyesha ukomavu wa akili. Big up bro. Kuna mtu ameandika hivyo. Kuna mtu mwingine hapa amekuja kusema kwamba bwana, hapo umetoa sasa siri nini kujenga gorofa la siri ya kwa nini kujenga gorofa lako. Hapo tumekubali kwamba nilitaka nishangae sana. Umeona bwana? Kwa hapa ina maana kwamba watu hapa sasa wameshaelewa kwamba moja kati ya vitu au moja kati ya source kubwa ya revenue katika ujenzi wa gorofa la Mwijaku ni pamoja na madili ambayo anayafanya. Kwa mwingine anaposema bwana, Diamond Platnumz ana roho ya kipekee sana, one of the kind. Wasiomjua ndio wanamjaji tofauti. Umeona bwana? Kwa mtu mwingine anasema bwana, naam, hakika hongera sana kwa kushukuru hadharani aisee. Umeona? Haya, kwa mtu mwingine anasema bwana, umeongea ukweli kabisa Mwijaku, umetisha sana. Kwa mtu anasema kwamba bwana, msanii wangu Simba la mama Simba Dangote amekusapoti sana mpaka hapo ulipofika. Kwa mtu anaitwa Harry Bolton amesema kwamba bwana, kumekucha na makucha yake, Mwijaku leo ameamua azungumze ya kwake kutoka moyoni. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kuna mtu anasema bwana, leo ndo umefunguka sasa hatimaye. Kwa hiyo kuna watu wengine mtaani wanadai kwamba bwana Mwijaku amemweka Harmonize kama mgeni rasmi katika uzinduzi wake, lakini shukrani za ye pale alipofikia amezipeleka kwa Mwambino. Kwa hiyo kuna watu kidogo wamekuwa na mixed feelings, lakini ukisimama kwenye ukweli utakuwa unaelewa kabisa kwamba alichokifanya Mwijaku ni point. Of course, kwa sababu Diamond amempa madili mengi tu Mwijaku. Unaona? Ukiangalia kwa upande wa Konde Boy sidhani kama kuna deal lolote ambalo ameshawahi kumpa Mwijaku zaidi ya pesa zile handout za hapa na pale. So Mwijaku mwenyewe pia akiwa kama mtu mzima amekuwa akielewa hilo na amezungumza
vitu kama the way ambavyo yeye mwenyewe anavyo feel. So ukiwa kama mdau, weka maoni yako kuhusiana na hilo hapo chini katika comment section. Maana hapa kuna page nyingi tu zimeripoti. Kuna page nyingine hapo amekuja ameandika kwamba Mwijaku ametoa shukurani kwenda kwa kampuni ya Diamond Platnumz ya Wasafi Bet kwa support iliyompa. So ukiwa kama mdau, weka maoni yako, tutakuwa tukisoma na kureplay, na pia vile vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata updates zaidi.